Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, karibu tena Malecom katika dawati letu la michezo na burudani. Tujuzane yale yote yanayojiri katika viunga vya michezo ndani na nje ya nchi. Habari tulionayo mezani leo hii ni kwamba Simba wamepokea barua rasmi ya serikali kuiruhusu kutumia uwanja Benjamin Mkapa. Imeruhusiwaje? Nini kinaendelea? Basi hapa Malecom ndipo tutakujuza barua hiyo inasemaje na ina masharti gani. Tutakujuza hapa. Cha kufanya wewe ambaye bado hujasubscribe, basi fanya hivyo kwa kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe, kisha bofya alama ya kengele na utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Bwana, klabu ya Simba imethibitisha kupokea barua kutoka Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo ya kuruhusiwa kufanya mazoezi yao ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya kesho Juni 14, ikiwa ni kuelekea mchezo wao wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani zao Yanga utakaopigwa Juni 15. Kupitia kurasa wao wa Instagram, Simba wameposti barua ambayo imetoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambao ina kichwa cha habari inayosema taarifa ya mazoezi rasmi ya timu Juni 14, 2025. Tafadhali husika na somo tajwa hapo juu. Wizara imepokea barua yako yenye kumbukumbu namba SSCWUSM 09/06/2025/01 ya tarehe 9 Juni 2025 kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu ya Simba Sports Club tarehe 14 Juni 2025. Kwa muktadha huo, tunawafahamisha ya kwamba uwanja upo tayari kwa mchezo huo na wizara haina kipingamizi na timu kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi kwa mujibu wa kanuni. Aidha, wizara inapenda kusisitiza ya kwamba itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa vilabu vyote nchini wanaoomba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa na vingine vyote vilivyopo chini ya wizara bila ya kuwakwamisha kwa namna yoyote ile matumizi ya viwanja hivyo. Aidha, mnakumbushwa kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mechi, ikiwemo kushiriki pre-match meeting ambayo huratibiwa na wasimamizi wa ligi kuu kwa mujibu wa taratibu za ligi. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Hiyo imetolewa na Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Hiyo ni barua ambayo nimekusomea hapo, na Simba wao wamesema tumepokea barua rasmi kutoka Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kuruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa hapo kesho. Hiyo ni kauli ni taarifa ambayo wao wameiposti kupitia ukurasa wao wa Instagram. Watu wengi wamekuwa na maoni mbalimbali, wengine wakihoji mbona tarehe 8 hamkuandika, ama kama mliandika tupeni ushahidi wa kile ambacho mliandikia wizara na wizara ilijibu nini. Wengine wanasema ya kwamba hivi sasa kila kitu kwa ushahidi. Ukifanya jambo lazima uoneshe kama kweli umefanya. Na baada ya kupitia baadhi ya maoni ya wachambuzi na wadau mbalimbali wa mchezo wa soka, wengi wana maoni tofauti, lakini mchambuzi Alex Ngereza yeye anasema Simba hawajaruhusiwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, bali wameambiwa uwanja upo tayari ili waweze kutumia. Ni lazima ifanyike kwanza pre-match meeting, na kama haitafanyika maana yake hawataruhusiwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Ikumbukwe ya kwamba mwenye uwezo wa kuruhusu pre-match meeting ifanyike ni bodi ya ligi. Kwa sasa tunawasikiliza bodi ya ligi watasema kitu gani. Kwa maana hapa huyu mchambuzi anarejea kile ambacho kina trendi mtandaoni kwamba huenda mechi hiyo ikaahirishwa muda wowote. Nini maoni yako juu ya hichi ambacho kinaendelea? Simba wameandika barua Wizara ya Sanaa, Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, na wamejibiwa kwamba uwanja upo tayari, wafanye pre-match meeting then wakafanya mazoezi. Nini ambacho unakiona? Mechi ipo ama haipo? Tuambie kwenye maoni hapo chini. Twende sawa. Malecom tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa. Bye bye.